Nchi hii kuna kitu kinaitwa state capture. Dola imetekwa na kikundi cha watu, na wameteka dola ili wateke rasilimali za nchi yetu kwa manufaa yao. Ndio maana rasilimali za nchi hii sasa zinagawanywa kwa Wachina na Waarabu na Wazungu kama vile hazina mwenyewe. Sasa sisi Chadema tumekataa. Ukisoma katiba yetu ibara ya 26 inasema kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha anafuata na anaabide. Kwa abide tutasemaje kwa Kiswahili? Kutii katiba ya nchi. Lakini ibara ya 27 pia inasema sehemu ya pili kwamba ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha analinda rasilimali za nchi na mali za nchi yetu. Kwa hiyo nataka nitoe position ya chama hapa, kwa sababu tuna vyombo vya habari na vitapeleka. Msimamo wetu wa kulinda rasilimali za nchi yetu na kuzipigania kwa tone la mwisho la damu yetu uko pale pale na hatutarudi. Tunaishi kwenye nchi yenye rasilimali nyingi, lakini watu wake ni maskini kwa sababu ya viongozi ambao wamejigeuza kuwa miungu watu, viongozi ambao wanafanya ujambazi kwa kulindwa na vyombo vyetu vya dola. Na hata wale wanaokemea wasifanye ujambazi huo wanashughulikiwa na vyombo vya dola. Wamemkamata Lissu, wanamfungulia kesi ya uhaini. Tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022 mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulioteuliwa kwenda Ikulu na chama chetu kwenye kikao cha maridhiano. Na Rais Samia alituahidi kwamba cha kwanza, mambo yaliyofanywa na mtangulizi wake ikiwemo kuharibu uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020, utekwaji wa watu, kudhulumu mali za watu, kuonea watu, hayatajirudia kwenye utawala wake. Hiyo ni kauli yake mimi nikiwepo Ikulu. Na akarudia kwenye vikao ambavyo tulifanya vya maridhiano, Kinana akimwakilisha, na tuna nyaraka ambazo hayo mambo yaliandikwa na yakasainiwa. Lakini chini ya utawala wake wametekwa maelfu ya watu, mamia ya watu, akiwemo mjumbe wa CCM wa mkutano mkuu anatoka kule Tarime anaitwa Daniel Chonchole. Ametekwa, leo ni siku ya 25. Kila siku wanatekwa watu katika nchi hii, wanapotea, familia zinabaki zinanungunika. Hebu jiulize wewe, mtu unayemfahamu, mtu mzima, leo apotee, hujui kama amekufa, hujui uomboleze, hujui ufanye nini. Hebu fikiria mtu huyu anavyotesa familia hiyo kwa kiwango hicho. Fikiria mtoto wako, fikiria ndugu yako. Yani chora picha wewe kwamba unaenda nyumbani, baba yako hayupo, hujui yuko wapi, hujui kama amekufa, hujui kama ni mzima, hujui chochote. Familia inabaki kwenye maombolezo kila siku, miaka baada ya miaka. Kwa jinsi Mungu alivyotuumba, mtu wetu akifa, tukimzika tunakuwa na amani, tunajua ndugu yetu yuko pale na tunakuwa tunamwangalia. Lakini mtu amepotea, mtu mzima. Sasa chini ya utawala wa Rais Samia watu wanatekwa, watu wanapotea. Lissu amekamatwa. Actually kabla ya Lissu, Rais Samia aliattempt kumpa mwenyekiti wetu wa wakati ule Freeman Mbowe kesi ya ugaidi, ya uongo. Hukumu ya kesi ya ugaidi ni kunyongwa mpaka kufa. Una binadamu mwenzako ambaye hujamuumba wewe, unajua kutoka moyoni kwamba hana kosa, unampa kesi ya ugaidi ya uongo ili umnyonge mpaka afe kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya vyama vingi ambavyo nyewe wenyewe mlivianzisha ili tushindane. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumsifia Rais Samia, tuko hapa kushindana naye, tushinde dola, tuweke sera zetu. Kwa sababu yeye yuko kwenye madaraka, anatumia vyombo vya dola kutufungulia kesi ya uongo ili tukihukumiwa tunyongwe mpaka kufa. Leo mwenyekiti wetu mwingine chini ya kipindi cha miaka mitatu ya Rais Samia
amefunguliwa kesi ya uhaini, treason. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Rais Samia anataka Lissu anyongwe mpaka afe. Mtu ambaye alipigwa risasi 16 Mungu akamsimamisha. Leo wanamfungulia kesi ya uongo. Ukisoma charge sheet, ni charge sheet ya kijinga, ni bogus charge sheet. Wanataka Lissu wamhukumu, wamuue. Hawa watu tutasemaje? Sio watu walio attempt kumpiga risasi 16 wakati ule. Tutasemaje kama leo wanataka wamhukumu, wamuue? Sasa nataka niseme mbele yenu, mimi ambaye nimebaki nasimamia chama hiki, sitarudi nyuma, tunasonga mbele. Kama walifikiri kwamba wakimkamata Lissu tutakwenda kuomboleza, Lissu atakaa ndani, sisi wengine tutasonga mbele. Wakinikamata mimi, wengine mtakao baki nje msonge mbele. Wakitupiga risasi, watakao baki nje wasonge mbele. Na hawataweza kuiua Chadema. Na kuanzia sasa, barua zao za hovyo hovyo ambazo hazina msingi, za kiuonevu, hatutazijibu. Wakitaka waifute Chadema kama wana nguvu hizo. Tunaelewana vizuri? ANC ilifutwa kabisa na makaburu wa Afrika Kusini. Kwa miaka 27 ulikuwa uruhusiwi kutamka neno ANC. Lakini ANC haikufa kwenye mioyo ya watu wa Afrika Kusini. Chadema haitakufa kwa sababu msajili anaifuta au si wanapiga mtu risasi au wanamweka mtu ndani. Chadema ni imani ya wananchi kwamba ni alama ya ukombozi, ni alama ya maisha bora. Sio swala la Lissu, sio swala la Heche, wala sio swala la mtu mwingine yoyote. Ni swala la imani ya wananchi kwamba hiki ndio chama kitakachowapa ukombozi wa kweli. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo tunasonga mbele. Wamemkamata mwenyekiti wetu, kesi ya uhaini ya uongo, kwa sababu amesema madini ya nchi hii yanachukuliwa, yanakabidhiwa kwa wageni. Tulikuwa mkoa wa Ruvuma, tunakutana na maelfu ya maroli yanasomba makaa ya mawe. Tutazungumza kwenye mkutano wa hadhara. Watoto wetu wanabaki maskini. Makaa ya mawe ni utajiri ambao Mungu ameweka hapa ili tukianza kuchimba chuma tuwe na uwezo wa kukiyeyusha, kwa sababu umeme unaoweza kuyeyusha makaa ya mawe kwa gharama ya chini ni umeme wa makaa ya mawe. Sisi tunachuma hapo Ludewa. Unapochukua makaa ya mawe unagawa kwa Wachina, wanaenda kujenga uchumi wao. Siku ukitaka kuyeyusha chuma chako, utaenda tena kununua kutoka nje urudishe ndani. Kuna akili hapo ndugu zangu? Kuna akili hapo? Tunapoyasema haya, wanataka kutufungulia kesi ya uhaini. Lissu amesema tuasi dhidi ya mifumo miovu, mifumo kandamizi. Hii sio kauli ya Lissu, ni kauli ya Mwalimu Nyerere. Alisema nchi hii inahitaji vijana jeuri watakao asi dhidi ya mifumo kandamizi, na sisi tuko tayari kuasi dhidi ya mifumo kandamizi. Hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua mshindi tayari, na wameshaanza bungeni. Mnasikia wanasema Rais Samia amteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Wabunge wa CCM wanasema hivi. Alafu kuna mwanachadema anasema twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo, ambao tayari wao CCM wanasema rais yupo, na tayari wanataka wateue waziri mkuu. Tayari wanasema Nchimbi ni makamu wa rais, anapewa protokoli za kimakamu wa rais, analindwa na vyombo vya dola, na nyie mnataka twende kuraba stamp uchaguzi wa aina hiyo? Twende kuupa uhalali uchaguzi huo? Rais Samia leo anaona mtu anayeweza kushindana naye, kama tukiamua labda kwenda kwenye uchaguzi ni Lissu, anampa kesi ya uhaini. Nataka tushiriki mambo haya? Nataka tushiriki mambo haya? Tumesema no reforms, na hatuwezi kurudi nyuma. Ndio msimamo wa chama chetu.
No reforms, no election. Ndio msimamo wa mkutano mkuu wa chama, ndio msimamo wa baraza kuu la chama, ndio msimamo wa kamati kuu ya chama, ndio msimamo wa viongozi mliowaweka, mkawapa amri na watasimamia amri ya mkutano mkuu, sio amri ya mtu mwingine yoyote kutoka nje. Sasa tulikuwa Ruvuma, RPC ananiambia mkitaka kuzungumza hapa msizungumze no reform. Nikamwambia kama unataka kuwa sehemu ya maamuzi ya nini kisemwe kwenye chama chetu, njoo uwe mjumbe wa mkutano mkuu na utakuwa na sehemu ya kuamua. Lakini sisi tukishaagizwa na mkutano mkuu, sisi ni kutekeleza. Tunaelewana vizuri? Wala hatutachukua maamuzi ya mtu mwingine wa pembeni. Ndio msimamo wa chama. Kesi ya uhaini, bogus case, ndio mara ya kwanza kwenye mfumo wa vyama vingi kiongozi wa upinzani unayeshindana naye unampa kesi ya treason, kwa sababu amesema uchaguzi unaibiwa. Nani hajui uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? Leo wanatuambia sisi tukasaini maadili, kwamba tusipo saini maadili tutaondolewa kwenye uchaguzi. Hii tume ya taifa ya uchaguzi ina maadili? Hapo inataka tukasaini maadili ambayo yenyewe haina hayo maadili. Hao wanaoiba uchaguzi ni maadili yani? Hao wanaozuia mawakala wa Chadema wana maadili hao? Hao wanaoondoa mtu mwenye degree 2 wanamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu wanapitisha mtu wa CCM wa darasa la 7 eti anajua kusoma na kuandika, wana maadili hao? Wamemuondoa huyu kijana wakili wa mahakama kuu anagombea kijiji, wakamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa CCM darasa la 7 alafu anatuambia tukasaini huku. Tumesema hatusaini huku na hatuko tayari kushiriki na huyu. Kama kuna mtu anasema kusema hivyo ni makosa, asimame hapa mbele yetu. Kama kuna kiongozi wa chama chetu anasema sisi kuchukua msimamo huo tunakosea, asimame hapa. Asimame hapa. Watu wanaoondoa mtu mwenye degree 2 kwamba hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa darasa la 7 kwamba anajua kusoma kuliko mtu mwenye degree 2, alafu anatuambia sisi tukasaini maadili. Maadili gani? Jaji Mwambegero, una maadili gani? Wewe unatekeleza unachoagizwa na bosi wako Samia Suluhu Hassan, ndiye aliyekuteua. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM, ni miongoni mwa makamishna 5 wa tume, tunaambiwa tukasaini maadili ya hiyo tume. Katibu mwenezi wa CCM ni mjumbe kwenye hiyo tume. Atatutangaza sisi au atamtangaza mwana CCM mwenzake? Mkurugenzi Kairima ni mteule wa rais, anatuambia sisi tukasaini maadili. The struggle continues, no turning back. Jambo jema sio lazima wakaliona watu wengi. Wanatutishia kwamba Chadema itakufa tusiposhiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? Chadema itakufa hii? Na ife kama tasimamia jambo la kweli na watu wasijue kwamba tunasimamia ukweli, na ife kuliko kuwepo inasimamia uongo. Kuliko tuwe na chama kinachosimamia uongo. Tuko tayari sisi wengine kuacha hii siasa. Kama viongozi wetu mnataka mimi na Lissu tusimamie uongo, mimi siko tayari kuwa sehemu ambayo na riski maisha yangu na wakati wote na windwa, alafu nasimamia uongo na ukataa CCM. Mimi na nafasi ya kwenda CCM nikapata nafasi, nimekataa kwenda kuwa sehemu ya uongo. Alafu mtu ananiambia niwe Chadema kwenye sehemu ya uongo, huku na riski maisha yangu. Si bora niende kwenye CCM ambako nitakuwa sehemu ya uongo alafu sina riski yoyote ya maisha? Mnanielewa vizuri? Hatutakuwa tayari kusimamia uongo. Jambo la mwisho katika hotuba ya ufunguzi, kuna karatasi za madai, petition. Tunahitaji kila mwanachadema anayepinga, na Mtanzania na maaskofu mko hapa, nendeni nazo kwenye makanisa yenu.
wanaopinga wizi wa uchaguzi wasaini kwenye karatasi za petition hizi hapa. Vita hii bado mbichi sana, wasijidanganye. Hakuna uchaguzi bila mabadiliko, haupo. Na bahati mbaya wamemgusa Lissu. Rais Samia, kikimpata chochote Lissu kwenye mikono yako gerezani, utaijibu Tanzania na utaijibu dunia. Miongoni mwa mambo tunayotaka kubadilisha ni kuwa na mahakama huru ambazo zinaweza kufanya maamuzi kwa wakati. Rais Samia aliunda tume ya haki jinai na ikampelekea mapendekezo. Miongoni mwa mapendekezo ni kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi hujakamilika na ushahidi kuwepo. Leo wanamweka mwenyekiti wetu kwa siku zaidi ya 14, wanasema wana ushahidi 60%. Kwa nini? Wakati tume ulioiunda ikatumia pesa za walipa kodi ili kuambia kwamba msikamate mtu kabla hamna ushahidi, ili mkimfikisha mahakamani kesho yake asomewe shtaka lake, aanze kujibu mashtaka yake. Kama wanataka wamshikilie Lissu mpaka uchaguzi uishe kwa kutumia hizi mahakama, sisi kelele haitanyamaza. Dunia imezungumza na dunia itazungumza. Wakili wake wa kimataifa Robert Amsterdam amezungumza kuanzia Jumatatu. Umoja wa Ulaya, bunge la Umoja wa Ulaya yataingia, Umoja wa Mataifa yataingia, nchi zote wanazo, kila sehemu tutawafanya muonekane kwa sura mlionayo. Hamwezi kujifanya saint wakati nyinyi ni mashetani. Tutawaanika kwa vile mlivyo. Kwa hiyo bwana Masaga, mkoa wako tunahitaji fomu hizi zaidi ya saini milioni 15. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa. Sio kazi ngumu hii. Pigeni fotokopi, sainini hizi karatasi. Na sasa wameanza kuziwinda kwamba wataenda kwenye ofisi zetu wanavamia watu wa wanyang'anyi. Zisainini, tunahitaji hizo signature kabla ya mwezi wa 5 huu kuisha. Watanzania mfanye hii kazi kwa bidii kubwa. Kila kata itoke na hizi fomu. Mwende kuzisaini. Zirudi zije makao makuu. Tuzipeleke Umoja wa Mataifa kwamba kuna Watanzania milioni 15 hawataki uchaguzi wa wizi. Na mwisho kabisa, nyumba isiyo na nidhamu haiwezi kufanya mapambano magumu tulionayo mbele yetu. Tuna mapambano ambayo tukicheza tutauawa wote. Na tukiruhusu miongoni mwetu watu wasiokuwa na nidhamu, wasiokuwa waadilifu, wasiokuwa wa kweli, watakuwa sehemu ya kutuumiza. Tutasimamia nidhamu bila kumwonea mtu wala bila kumwogopa mtu. Ndio hulka yetu. Tutataka watu ambao wanajua kweli, wanawiwa kupigania maisha ya watoto wao wasije kuishi maisha mabaya kama wao walioishi. Hebu fikiria hivi, nyie watu wa Kyela hapa, mnaziwa Nyasa. Wakulima wenu wanachohitaji ni maji yatoke ziwani yawafikie kwenye mashamba. Mpunga ni siku 90. Msingekuwa mnasubiri mvua ya Mungu mlime. Ungekuwa unavuna, unapanda, siku 90 umevuna, umepanda, siku 90 umevuna. Ile faida unayoipata kwa msimu mara moja kwa mwaka, ungeipata mara 4 kwa mwaka kama tungekuwa na serikali inayojitambua. Tusingekuwa hapa tulipo. Sisi tunaagiza mchele kutoka Pakistan, lakini kokote ukienda dunia hii wanakuambia nahitaji mchele wa Kyela. Leo Kyela ingekuwa ni nchi ambayo inauza mchele duniani kuliko sehemu nyingine yoyote. Hatuna uongozi wa kuwabadilishia maisha. Hiki chama kitawabadilisheni maisha. Tunahitaji kukilinda. Tunahitaji kukipigania. Najua miongoni mwenu kuna watu wengi wanapigania hiki chama. Kama sisi wengine tunavyojitolea, tunalala barabarani, tunaendesha magari yetu binafsi, tunatumia mafuta yetu, tunaomba ili tuwafikie. Na nyie mnajipanga, mnajipigania, mnakodi kumbi, mnakodi vyombo. Tuwe na nidhamu katika kupigania chama hiki. Nataka kwenye kikao cha leo tusilete mambo ya ushabiki. Tuzungumze mambo ya ukweli na tulenge katika kutibu chama chetu.
Nimeenda kwenye kikao kilichokuwepo Njombe. Ni watu wanaotumiwa na mifumo ya dola kuleta chuki ndani ya chama chetu. Chadema ilikuwa familia moja. Your problem, your pain is my pain. Ndio iliyokuwa Chadema aliyoijenga Dr. Slaa, ambapo mtu akikamatwa Tarime Kyela wanalia. Leo mtu kwenye chama hiki anaweza kuigiza kwamba ameumizwa ili atengeneze mazingira ya anapita kwenye sehemu ambayo sisi wangeweza kumdhuru ili waue chama hiki na wafunge viongozi kwa uongo. Tumefikia chuki ya kiwango hicho, na anajua kabisa hajaguswa.